Sifuna, you are saying that William Ruto is hanging out with standard 2 dropouts. Let me ask you a question. Our fathers, are they university? Are they graduates? Number 2, can you compare me with you, Sifuna? You know, my IQ and your IQ, it is not even a quarter. So look for somebody you can compare yourself with, or you can compare William Ruto with, but not me. I'm in another class. Not because I'm bragging, but you can ask my history. Katika miaka ya hivi karibuni, Sudi amekuwa mmoja wa wafuasi wakuu wa serikali ya Ruto. Mara nyingi amesimama hadharani kuunga mkono sera za serikali na kumtetea rais wakati wa mijadala mikali ya kisiasa. Lakini pamoja na uungaji mkono huo, pia amekuwa akihusishwa na mijadala na tofauti za kisiasa na aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua. Wakati mwingine Sudi ameonekana kumkosoa Gachagua au kutoa kauli zinazochochea mjadala kuhusu mwelekeo wa siasa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Mkabila, eti unasema ati uliita watu kwako atukapangia William Ruto vile atakuwa rais? Wewe wa Munyoro, wewe ukipewa nafasi ya kuambiwa sasa wewe ndio naibu wa rais, si tulikuwa tumebakisha mwezi 3 au mwezi ngapi wa Munyoro? Hali imezua maswali mengi kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Oscar Sudi. Je, ataendelea kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya, au mabadiliko ya kisiasa ndani ya serikali yataathiri nafasi yake? Lakini mbali na siasa, kuna upande mwingine wa maisha yake ambayo wengi hawajui sana. Maisha ya familia, hasa kuhusu wake wawili. Mbunge Oscar Sudi anasemekana kuwa na wake wawili, jambo ambalo limefutia sana mijadala miongoni mwa wafuasi wake na wananchi kwa ujumla. Mke wake wa kwanza ni Lilian Ngeno, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akijulikana kama mmoja wa wanawake wanaomsaidia sana Sudi katika shughuli za kijamii na za kifamilia. Lilian anasemekana kuwa mtu mwenye elimu nzuri na aliyejishughulisha na masuala ya biashara pamoja na miradi ya kijamii. Katika hafla nyingi za kisiasa na kijamii, ameonekana akimuunga mkono mume wake na kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kwa upande mwingine, Sudi pia amehusishwa na mke wa pili ambaye kwa kiasi kikubwa hujaribu kuweka maisha yake ya faragha mbali na macho ya umma. Ingawa si mara nyingi sana anaonekana hadharani, taarifa zinaonyesha kwamba naye pia ni mwanamke mwenye elimu na aliyejihusisha na shughuli za kitaalamu na biashara. Familia ya Sudi imekuwa ikijulikana kwa kujaribu kuweka mipaka kati ya maisha ya kisiasa na maisha ya nyumbani. Hata hivyo, kuwa yeye ni kiongozi maarufu, maisha yake ya familia mara nyingi huibua hamu ya watu kutaka kujua zaidi. Oscar Kipchumba Sudi alizaliwa katika kaunti ya Uasin Gishu, eneo ambalo baadaye limekuwa msingi mkubwa wa safari yake ya kisiasa. Alikulia katika familia ya kawaida na kupitia changamoto nyingi kama vijana wengine wengi katika maeneo ya mashambani nchini Kenya. Maisha yake ya utotoni yalikuwa na changamoto za kiuchumi, lakini hali hiyo ilimjengea bidii na hamu ya kufanikiwa maishani. Katika ujana wake, Sudi aliwahi kujihusisha na shughuli mbalimbali za biashara ndogo ndogo kabla ya kuingia kikamilifu katika siasa. Ni kipindi hicho ndipo alipoanza kujenga mtandao wa maarifa na marafiki, na ufuasi hao baadaye wangekuwa msingi wa uungwaji mkono wake wa kisiasa. Oscar Sudi alijipata umaarufu mkubwa katika siasa za eneo la Rift Valley, hasa kupitia uhusiano wake wa karibu na William Ruto. Katika miaka ya nyuma alijulikana kama mmoja wa vijana waliokuwa mstari wa mbele kumtetea Ruto katika mikutano ya kisiasa. Hatimaye aligombea kiti cha ubunge cha Kapsaret na kushinda, jambo lililomweka rasmi katika ramani ya kisiasa ya taifa. Tangu wakati huo, Sudi amekuwa akijulikana kwa mtindo wake wa kuzungumza bila kuficha hisia zake. Wafuasi wake wamuona kama kiongozi jasiri aliyesema ukweli bila uoga.
ilhali wakosoaji wake mara nyingi umtazama kama mwanasiasa anayependa kauli kali zaidi. Uhusiano kati ya Sudi na William Ruto umekuwa wa karibu sana kiasi kwamba kwa miaka mingi Sudi amekuwa mmoja wa watu waliomrinda Ruto kisiasa, hasa wakati wa kampeni na mjadala mikali ya kisiasa. Hata baada ya Ruto kuchaguliwa kuwa rais, Sudi ameendelea kuwa mmoja wa wafuasi wake wakuu ndani ya bunge na katika mikutano ya kisiasa. Mara nyingi ameonekana akitetea sera za serikali na kuhimiza wananchi kuunga mkono maendeleo yanayotolewa na serikali ya Kenya Kwanza. Hata hivyo, ndani ya siasa za Kenya Kwanza kumekuwa na wakati ambapo kauli za Sudi zimeonekana kuelekezwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Katika baadhi ya mikutano ya kisiasa, Sudi ametoa kauli ambazo zimechochea mjadala kuhusu tofauti za kisiasa ndani ya muungano wa serikali yake. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa mijadala hiyo ni sehemu ya siasa za kawaida ndani ya vyama vya miungano ya kisiasa, lakini kwa wananchi hali hiyo imeibua maswali kuhusu jinsi viongozi hao watakavyoshirikiana katika siku zijazo. Katika eneo lake la Kapseret na maeneo mengine ya Rift Valley, Oscar Sudi ana wafuasi wengi wanaomuona kama kiongozi aliyejali maslahi yao. Amekuwa akijihusisha na miradi ya maendeleo, kusaidia vijana na kushiriki katika shughuli za kijamii. Kwa upande mwingine, umaarufu wake pia unatokana na uwezo wake wa kuvutia umati wa watu katika mikutano ya kisiasa. Swali kubwa ambalo wengi wanauliza ni je, Oscar Sudi anaweza kupanda zaidi katika ngazi za uongozi wa siasa nchini Kenya? Na baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba kutokana na uhusiano wake na viongozi wakuu serikalini, anaweza kuwa na nafasi kubwa katika siasa za baadaye. Wengine wanaamini kwamba mtindo wake wa kisiasa unaweza kumletea changamoto kadri mazingira ya kisiasa yanavyobadilika. Lakini jambo moja ni wazi, Sudi ameacha alama kubwa zaidi katika siasa za Kenya na jina lake linaendelea kujadiliwa sana katika majukwaa ya kisiasa. Kwa kifupi, maisha ya Oscar Sudi ni mchanganyiko wa siasa kali, umaarufu wa kisiasa na maisha ya familia yanayovutia wengi. Kutoka katika maisha ya kawaida hadi kuwa mbunge mwenye ushawishi mkubwa, safari yake imejaa changamoto, ushindi na mijadala mingi. Na kadri za siasa za Kenya zinavyoendelea kubadilika, wengi wataendelea kufuatilia kuona hatua zinazofuata katika maisha na kazi ya kisiasa ya Oscar Sudi. Hii imekuwa simulizi maalum kuhusu maisha ya mbunge Oscar Sudi, familia yake na safari yake ya kisiasa. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa channel yetu ya Sifuna Media ili uendelee kupata habari zaidi, uchambuzi na simulizi nyingine nyingi za kufuatia kuhusu viongozi na matukio muhimu nchini Kenya. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Steve, tukiwaletea habari kwa undani zaidi. Asanteni kwa kutazama.